eka ngapi za utafiti? Kwa kawaida tafiti hatufanyi kwa eka, tunafanya kwa plots maalum. Tunaweka mbegu zetu, na inawezekana tafiti tukaifanya humu ndani pia. Humu ndani sisi tunatosha kufanya tafiti. Tunazo maabara zetu ambazo tunatumia kufanya tafiti. Tafiti hizi zikisha kutoa matokeo ndio tutayapeleka kwa wananchi. Tafiti hizi pia zitaangalia maeneo yepi hizo mbegu zinaweza kusurvive. Lakini siwezi kukujibu ni wakulima wangapi kwa sasa, kwa sababu kila siku wakulima wanabadilika. Mwingine anaanza kulima leo, kesho anaacha, kesho kutu halimi tena, mwingine anaingia. Kwa hiyo bado, lakini tunatengeneza kazi data ya wakulima pamoja na wafugaji. Ikikamilika tutaitoa na tutakuwa tunaweza kusema kwamba huyu kaingia, akitoka tu mfumo utaweza kujisoma wenyewe kwamba sasa tuna wakulima wangapi, tuna wafugaji wangapi. Tunataka kwenda na kazi data itakayoonyesha kwa siku tunazalisha maziwa kiasi gani. Tunataka kuwa na kazi data inaonyesha kwamba tuna gap ya maziwa kiasi gani, tuna gap ya upatikanaji wa nyama kiasi gani. Kila kitu tunataka tukiweke kwenye mfumo. Mifumo yetu ikikamilika, na inakamilika muda si mrefu, tutakuwa na taarifa sahihi za tuna wakulima wangapi, nani kaingia, nani katoka, kilimo cha aina gani tunalima, kilimo cha aina gani kiko juu zaidi kuliko kingine. Yote hayo tunafanya. Lakini kubwa zaidi, tutaendelea kutoa elimu kwa wakulima. Na tunafanya hivyo. Tunao maafisa ugani, tunao mabwana shamba na bibi shamba. Kazi yao kubwa ni kuwasaidia wakulima. Na mimi nasisitiza, na nitafanya ziara maalum pale ambapo nitakuta hakuna huduma hii, basi nitatoa maelekezo ili watendaji wa wizara waweze kuwahudumia. Yako malalamiko kwamba hawahudumii, lakini naahidi kwamba hilo nitalisimamia. Soko la uhakika na mazao. Nadhani kwa maelezo yangu nimeshaeleza. Mazao yote Zanzibar bado soko lipo. Maziwa yana soko, nyama ina soko, samaki wana soko, mpunga hatuna wa kutosha, lakini soko lipo. Niwakumbushe, labda nilisahau jambo moja, katika mpango wetu Zanzibar ni kuwa na strategic reserve ya chakula, mpango mkakati wa kuwa na hifadhi ya chakula, na huu tayari umeshakubalika serikalini, na inshallah katika bajeti ijayo au katika modality nyingine, hata bajeti hii tutaanza ujenzi mkubwa wa kiwanda pamoja na hifadhi ya chakula. Itatusaidia hii katika wakati ambao kutakuwa kuna shida. Inatokea muda mchele hauonekani kabisa Zanzibar. Wafanyabiashara wao mchele hauonekani. Reserve hii itatumika katika eneo kama hili. Na tunafanya kazi kwa karibu sana na wenzetu wa Tanzania bara kuhakikisha kwamba tunasaidiana Zanzibar kuwa na hifadhi ya chakula kama ambayo ipo kwa upande mwingine. Kwa hiyo uhakikishie kwamba hakuna ambalo. Lakini jingine kwenye uhakika wa soko, tunazungumza pia na marafiki zetu wa Kichina kuwa na viwanda vya kusindika na kukausha mazao ili yaweze kutumika hapa na ikibidi pia kuuza nje ya nchi. Yako mazao ya msimu ambayo yanaingia katika miezi miwili, yanafurika katika soko, halafu yanatoweka. Kwa mfano nanasi. Tulikuwa na mazungumzo hayo, nadhani wenzetu wa Zaliri wana mazungumzo na wenzetu wa Kichina kutusaidia kuwa na viwanda vya kukaushia mazao. Wao wenzetu wanafanya na sisi tufanye, ili yale mazao ambayo ni season tuweze kuingiza na kuyahifadhi kwa muda mrefu.